Kwa maana kila ajikwezaye atadhiriwa, naye ajidhirie atakwezwa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, kama nilivyowahabarisha mwanzoni mwa adhimisho la misa takatifu kwamba leo tutatafakari juu ya fadhila ya unyenyekevu na fadhila ya haki. Na mahubiri yangu yatakuwa na utaratibu kama wa kawaida. Tutatafakari somo la kwanza, tutakwenda somo la pili, na baadaye injili takatifu, na baada ya hapo kila mmoja wetu atafanya maamuzi. Katika somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Yoshua, hekima ya Yoshua bin Sira, tunaona kabisa jinsi mama kanisa alivyotuchagulia somo hili ili atukumbushe kwamba Mungu ni hakimu wa haki na anawapenda wanyenyekevu na wale wanaoishi maisha yanayoakisi sifa hizo ambazo ni zake pia. Mungu kwa tabia yake anawasikiliza wanyenyekevu na sio wenye kiburi na majivuno. Kitabu hiki cha Yoshua bin Sira kimeandikwa miaka 200 kabla ya Kristo. Kinatufundisha na kutuhabarisha tabia ya maisha ya watu katika zama hizo katika mazingira ya Kiyahudi. Baadhi ya watu wachache walijitajirisha kwa mali ya dhuluma, na wakachukua hiyo mali ya dhuluma na kuipeleka machoni pa Mungu, wakidhani kwamba Mungu atawapa upendeleo, wakidhani kwamba Mungu anahongeka. Mungu haongeki na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni kazi ya mikono yake. Ndio maana kuna mwanamuziki mmoja ameandika, sisi anaimbaga, sisi ni kazi ya mikono yako. Mnafahamu yule mwanamuziki yule. Na hivyo wakapeleka ile sehemu ya mali ya wizi, tuseme lugha rahisi, mali ya wizi kwa Mungu, wakizani Mungu atawapa nafasi maalum, atawapa nafasi ya upendeleo. Wakawa wanajipendekeza kwa mali ya dhuluma, mali ya wizi. Na ndipo mwandishi wa kitabu hiki cha Yoshua bin Sira anatanabaisha wazi kabisa kwamba Mungu anampenda mtu mwenye haki. Mungu anampenda mnyenyekevu, kama tutakavyosikia katika somo la injili huko mbele. Hapendi mtu dhulumati, hapendi mtu anayependelea, hapendi mtu mwenye kiburi na majivuno. Na ndiyo maana anaweka wazi kabisa kwamba yatima, wajane na watu wote wanyonge au maskini hawana budi kulindwa na kutetewa na kupewa haki zao. Hilo lisipofanyika, Mungu mwenyewe anaingilia kati kuwatetea wajane, yatima na wasiokuwa na nguvu ya kujitetea. Zama hizo za Yesu katika jamii ya Wayahudi, makundi haya mawili yamesikika zaidi, hasa wajane. Mjane alikuwa hana mtetezi, mume wake alishafariki. Ndio maana ya mjane. Mjane maana yake mume wake alishafariki, yani huyu mama amefiwa mume wake, ndiyo anapewa lebo ya kuitwa mjane. Sasa katika mazingira hayo, akina mama wa Kiyahudi walikuwa wanaonewa, wanadhulumiwa. Ndiyo Yoshua bin Sira anasema, ole wake anayedhulumu wajane, kwa sababu hawana watetezi, hawana kipato cha uhakika cha kutafuta mawakili
wawawakilishe mahakamani kupata haki zao. Sasa hawa wajane wakimlilia Mungu wakasali, sala zao zinapasua mawingu, zinakwenda moja kwa moja kwa mtetezi wao ambaye ni Mungu. Tujiulize sisi katika jamii zetu, watu wa namna hii tuko tayari kuwatetea, kuwapatia haki yao? Kuna watu wengine wako hapa wanaomba ndugu zao wafariki. Mtu anakuta baba mzima anamuomba kaka yake afariki ili shemeji yake awe mjane aweze kufaidika na mali za marehemu. Na wengine kanisani hapa mama nikodolea macho hapa, mpo mnasali, mnawaombea kaka zenu wafariki ili muanze kugombania madera, muanze kugombania suti za kaka zenu. Sema kaka amefariki alikuwa na suti nyingi, na mimi wakati umefika sasa na mimi walau niambulie suti. Kaka yako anafariki, unaanza misukosuko dhidi ya mjane, unaanza kumnyanyasa mjane, unamfukuza mjane katika nyumba waliojenga na mume wake, mnafukuza na watoto, mnanyanyasa mjane na watoto. Ole wako, Mungu anasikia kilio cha mjane. Tumeshayaona haya mengi sana. Mtu akifariki watu wanakukuruka kala. Marehemu hata hajasambaa kaburini, magomvi yanaanza katika familia. Mnagombania nyumba ya marehemu, mnagombania kiwanja cha marehemu, mnagombania baskeli ya marehemu. Watu wanagombania mpaka baskeli. Baskeli yenyewe ukiangalia imechoka mbaya. Ukiendesha tu kwanza, akipita mtu anaendesha nene swi filenkafe nipeleke nikafe maana yake. Mnagombania baskeli, mnagombania pikipiki, mnagombania kigari. Kigari chenyewe kikiwashwa hapa kwenda Ipuli lazima kizimike mara 4 njiani. Mnagombania mali ya marehemu. Mnamdhulumu mjane, mnampa heka mjane. Mnatengeneza kesi za kubumba dhidi ya mjane faidike na vitu vya marehemu. Mjane anakosa mtetezi. Kumbuka mtetezi wake ni Mungu. Ukifanya hivyo utapata matatizo katika maisha yako ndugu yangu. Utakuwa unaota usiku, wenzako usiku wanalala, wewe unaota unanyongwa, au unaota unakimbizwa na simba kwa sababu ulikula vya mjane. Haya yanafanyika katika jamii yetu, yafanyike. Na wengine mna kesi mahakamani leo, kaondoe kesi. Kama una kesi ya kubambika ya mjane, nenda kaiondoe mahakamani kesho. Na kama ni shahidi umepandikizwa kwa ajili ya kumdhulumu marehemu, nenda kajitoe ushahidi kule mahakamani. Mungu atakushughulikia. Utapata misukosuko mingi katika maisha yako. Hautakuwa na amani kwa sababu umeshiriki katika dhuluma ya mjane. Na mume wa wajane ni Mungu mwenyewe. Umesikia somo la kwanza. Kipiga magoti akilia, sala zake zinapasua mawingu hata kama kuna mvua ya radi inanyesha. Nafikia kule na Mungu anakushughulikia. Wenzako wanapanda vyeo, wewe uko pale tu. Wapata promotion, wewe unakodoa macho tu. Mpaka muda wako wa kustaafu unaondoka na cheo kidogo kwa sababu ulidhulumu mjane. Hapo tumewekana sawa hapo. Yatima waliofiwa wazazi wote. Sasa kuna wengine hawajui maana ya yatima. Yatima ni kwamba ni watoto au mtoto aliyefiwa baba na mama katika umri chini ya miaka 18. Huyo ndio anaitwa yatima. Kuna mtu mmoja alinifuata na miaka 35 32. Father nisaidie, mimi ni yatima, nimefiwa baba na wewe yatima miaka 35. Wewe ndio mtafutaji, ukachume uniletee mimi mzee. Mjane tumemaliza. Sasa yatima wamefiwa baba na mama, lazima uwatendee haki. Kama tulivyoiona haki kwa mjane, tuione haki tena kwa mtoto yatima. Wazazi wakifariki baba na mama, huyu mtoto uliyempewa wewe na Mungu kwenye familia mliwachukua, mimi nitakaa na huyu mdogo na huyu wa pili,
Mungu alikupatia watoto hao, wapende kama watoto wako. Wakilia wakisononeka watoto hawa yatima, Mungu anakushughulikia pia. Na Mungu ana namna yake ya kuwashughulikia watu wenye shingo ngumu kama hawa. Unajua anawashughulikiaje? Mungu anaweza karuhusu wewe baba na wewe mama mnaotesa watoto wa marehemu ambao ni wajane, mkafa wote, mnakufa mfululizo, ili watoto wenu sasa na wao waonje mziki wa kuwa yatima. Lazima tuwapende yatima, tuwatendee haki, tuwajali yatima, tuwapende kama vile tunavyowapenda watoto wetu wa kuzaa wenyewe. Ndio maana ya nani hiyo? Sio watoto yatima uliokabidhiwa ndio wanakuwa house girl, ndio wanakuwa waosha vyombo nyumbani kwako, ndio wanaosoma shule za chini ya kiwango. Watoto wako wenyewe wanakwenda kwenye gari, mashule za magari ya njano, mafao magari ya njano yenyewe, magari ya njano English medium wale. Wanakalilishwa Kiingereza tu pale, lakini maarifa si sana. Basi ni hivyo hivyo tu, bora liende tu kwamba na mimi nasomesha mwanangu shule ya gharama, lakini kinachopatikana huko anajua yeye na Mungu wake. Watoto yatima wenyewe shule za kawaida tu. Hao ndio waosha vyombo, wa kwanza kuamka na wa mwisho kulala. Ole wako. Baba yao ni Mungu. Jitafakari, jitathmini kabla hujachelewa. Mungu huwa hachelewi, na kiboko chake kikiteremka ni patashika nguo kuchanika. Kaa vizuri na hao watoto yatima ulio nao katika familia yako. Watendee haki, watendee kwa upendo. Waonje kama baba yao na mama yao bado wapo hai. Ikiwezekana upite kile kiwango, ili watakapokuwa wanasali kukuombea, sala zao ziende kwa Mungu, upate mibaraka. Ndio hiyo. Kutendeana haki. Haki katika familia. Baba mtendee haki mama, mama mtendee haki baba. Wazazi watendeeni haki watoto. Kiwa mapadi mtendeane haki. Wa maisha ya wakfu mtendeane haki, sio kukandamizana na kuumizana. Viongozi wa siasa mtendeane haki. Ndio hiyo. Mnaokuwa na nafasi serikalini mtende haki. Kwa walio chini yako watendee haki. Unakuta wewe kiongozi wa serikali kuishi kwingi kuona mengi jamani duniani hapa. Yaani zile workshop zote, semina zote ndefu zenye hela nyingi, we mkuu wa idara umetanguliza tumbo tu. Kumbuka walio chini yako, tena hawa wana mishahara midogo kuliko wewe. Jionee aibu. Watangulize walio chini yako ndugu yangu, na wao wakapate posho, waongeze pato la familia zao zinemeke. Ipo siku utaondoka kwenye hicho kiti, utakumbukwa na lipi? Wapo viongozi wengine wakubwa wa idara, semina zile nono yeye ndio wa kwanza, naona jina lake. Yuko semina Morogoro, semina Njombe, semina Tandahimba, semina Nairobi, semina Netherlands, anakwenda Strasbourg kule Brussels. Na wenzako wanapenda kupanda ndege kwa muda mrefu, wafaidi kiyoyozi cha kwenye ndege. Tenda haki. Somo la kwanza limeisha hilo nadhani. Somo la pili, Paulo, sio kwamba Paulo anajisifu, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. La hasha. Sio sauti ya kiburi. Paulo anatamka maneno hayo akiwa gerezani. Yupo gerezani Paulo, karibu anamiminwa, karibu anafishwa, karibu anauawa. Ndio anaanza kuwaambia akina Timotheo na wengine, jamani mimi siku zangu sasa zinayoyoma, karibu na miminwa. Namshukuru Mungu kwa sababu nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Fadhila ya imani umeiona, nimeigusa hapo, nilikwambia mwanzoni. Fadhila ya imani ya Paulo kwa Mungu.
Sio kwamba anajimwambafai, anajisifu, hapana. Anamshukuru Mungu kwamba nimeweza kusimama imara katika imani yangu mpaka mwisho kwa sababu nilikuwa na Mungu. Nimevumilia madhira yote kwa sababu nilikuwa na Mungu. Wengine wote walinikimbia, lakini Mungu alibaki na mimi. Ndio maana sasa siku zangu karibu zinayoyoma, karibu nitakipata cha mtemakuni. Sasa shingo yangu itakatwa. Kienda kule Roma, kuna mahali Mtakatifu Paulo alikatwa kichwa chake kadundika. Kuna kisima cha maji watu wanakunywa mpaka leo. Na anasema, najua kwa sababu nimeishi imani yangu vizuri, nimeishi mafundisho ya Kristo Yesu vizuri, taji langu liko mbele yangu, karibu nalipata. Na taji si jingine, ni uzima wa milele. Wewe na mimi na wewe tunaweza kusema tumevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Una ujasiri huo? Tuige mfano wa Mtume Paulo, kudumu imara katika imani bila majivuno, na hii ni ishara ya unyenyekevu. Anatambua kwamba Paulo ameuchapa mwendo ule mpaka mwisho. Sasa karibu anamiminwa na ushindi uko mbele yake, si kwa nguvu zake. Amekuwa na Mungu upande wake, licha ya kwamba binadamu wenzake walimkimbia wakati wa misukosuko. Ndio maana anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Paulo huyo, imani thabiti kwa Mungu. Hata watu wengine wanao kwenye misiba na wao wanatengenezaga matisheti, wanaandika matisheti, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa sijui kama ni unyenyekevu kumshukuru Mungu au wani kujimwambafai. Hiyo kila mtu analijua. Somo la Injili, tunakutana na watu wawili wanakwenda kusali, Farisayo na mtoza ushuru. Mnamsikia Farisayo anavyoelezea litania ya masifu yake, nafunga mara 2, nalipa zaka, kila kitu anajisifia mbele ya Mungu. Anakosa unyenyekevu, anakuwa na majivuno, na mbaya zaidi anasema mimi si kama yule. Anamwambia Mungu mimi yule hatari sana. Anajifanya yeye ndiyo kielelezo, modo ya wengine kufuata. Mwanadamu huwezi kuwa modo. Modo ni Kristo Yesu. Mtoza ushuru yeye anakaa mbali, hasubutu hata kuangalia juu. Anatambua makosa yake, anajutia makosa yake, anaonyesha utupu wake mbele ya Mungu na udhaifu wake. Farisayo alikuja amejaa majivuno na sifa kede, lakini mtoza ushuru alikuja mtupu na akarudi amejaa huruma ya Mungu. Je, sisi hatufanani? Sisi tuko upande wa yupi sasa kati ya hawa jamaa wawili hawa? Tuko upande wa Farisayo au upande wa mtoza ushuru? Zipo nyakati tunafanana na Mafarisayo. Mimi nakushukuru Mungu kwa sababu saizi niko kanisani, wengine saizi wanalala usingizi awamu ya pili. Mimi familia yangu ni bora zaidi kuliko ya yule pale. Mimi niko huru kwa sababu mimi ni mtenda mema, wengine wako gerezani kwa sababu ni wadhambi. Mimi sio kama baba fulani, mimi ni bora zaidi. Mimi sio kama mama fulani, mimi sio kama padri fulani, mimi sio kama sister fulani. Pharisaic spirit, Pharisaic tendency. Mimi sio kama yule, mimi sio kama yule. Mimi sio mlevi kama fulani. Kila mmoja Dominika ya leo ajitafakari kwa kina, tenda haki katika kujihoji. Ihoji dhamiri yako. Wewe una tabia ya kifarisayo au fadhila ya mtoza ushuru? Farisayo anamuona Mungu kama vile mhasibu. Anaeleza, mimi nimefunga mara 2, mimi bwana,
nalipa zaka bwana, misilazagi madeni mimi. Na hivyo anadhani Mungu atampa, ametunza rekodi ile ili amlipe kwa matendo yake mema, kwamba wokovu sasa huu hapo, chukua kwa sababu wewe ni mfanyabiashara mwenzangu, nipe nikupe. Mungu hafanyi kazi hivyo. Tunaupata ufalme wa mbinguni kwa sababu Mungu mwenyewe anataka, Mungu mwenyewe anapenda, anatuzawadia. Mtoza ushuru anaona yeye si kitu mbele ya Mungu, anamtegemea Mungu peke yake, na Mungu anampa wokovu kwa sababu sio haki yake, ni huruma na upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Ajikwezaye atadhiriwa, naye ajidhirie atakwezwa. Tumsifu Yesu Kristo.